Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina tukufu la Kristo Yesu Mwokozi, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Nina matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya na Mungu amekupa nguvu. Na kwa wale ambao ni wagonjwa, nina imani kwamba katika maneno nitakayotamka hapa kupitia jina kuu la Yesu Kristo, utapona. Haleluya. Bwana akuponye, Bwana akutie nguvu mahali palipo na udhaifu katika mwili wako. Kwa jina la Yesu, pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu, pokea muujiza wa uponyaji. Basi, licha ya hayo, niko na somo ambalo naendeleza kulifundisha, ambalo nasema ndoa. Ndoa ni somo ndefu, hatuwezi kulimaliza kwa siku moja, lakini tutaendelea kadri tuwezavyo na kufafanua. Tumetoka kusema kwamba mwanzilishi wa ndoa, ukifuata klipe ya iliyotangulia, tulisema mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Aliyeanzisha ndoa ni Mungu. Mungu mwenyewe ndiye aliyeanzisha ndoa. Tukasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 hadi 28, ambapo Mungu mwenyewe anamuumba mtu mume na mtu mke, na akawabariki waishi kama mume na mke. Na hilo linatueleza kwamba ndoa ni mpango wa Mungu, na Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ndoa ni mpango wa Mungu na Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Hilo liko wazi. Na Mungu kama mwanzilishi wa ndoa, Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa ndoa, anaziheshimu sana ndoa za watu. Mungu anaheshimu sana ndoa. Kwa kuwa Mungu, wakati tunasema anaheshimu sana ndoa, ni pale anaheshimu kitu ambacho yeye mwenyewe ndiye mwanzilishi. Bwana apewe sifa. Kwa sababu yeye ni mwanzilishi, lazima akiheshimishe. Andiko la Waebrania 13 ambalo linatueleza ndoa iheshimiwe na watu wote. Si kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi kabisa. Mungu anatoa agizo kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hivyo, kwa kuwa Mungu anaheshimisha ndoa na yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa, nifuate vizuri hapa. Mungu yeye ambaye ni mwanzilishi wa ndoa na anaiheshimisha ndoa, anachukia watu wanapoachana. Anachukia sana watu wanapoachana. Sasa, kuna adui ambaye ni Shetani. Yeye huja na kuingilia kati ili kuvuruga ndoa za watu. Na Shetani anaingia kuvuruga ndoa za watu, lengo lake ni kupingana na agizo la Mungu. Kumbuka, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na kwa sababu yeye Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, kwa hivyo Shetani yeye anasimama kupingana na mpango wa Mungu wa kuanzisha ndoa. Ndio maana unaweza kuona wakati mlioana mlikuwa mnapendana sana, mnaitana bahani, wengine mnaitana ba bubblegum, wengine mnaitana ba sweetie, sijui sweetie, sijui sweetie, sijui nani, wengine mnaitana hamburger, wengine mnaitana majina mengi. Upendo ulikuwa mwingi. Mume ulimpenda mkeo, na mke ulimtii mume wako.
Lakini ghafla tu adui akaingia kati. Mabaya yakaanza kutokea. Mabaya yakaanza kuingia kati. Ulikuwa unampenda, chuki inaingia. Ulikuwa unamtii, madharau yanaingia. Mpango wa adui unaanza kufanya kazi. Bwana tusaidie sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo sasa, tunagundua nini pale? Wakati mtaruhusu hayo mambo yanatawala ndoa yenu, itafika mahali sasa mtaanza kufanya mpango wa kuachana. Mpango wa kila mtu aishi kivyake. Lakini mtakuwa mko kinyume na Mungu. Kwa sababu Mungu hakuumba ndoa ili watu wawe wanaachana. Hapana. Haijalishi ni shida gani imeingilia hapo katikati. Sikiliza kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari wa 13. Anasema mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Angalia andiko hili vizuri sana. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Manake nini? Ikiwa wewe umeolewa, mume umeoa, au mwanaume umeoa na mwanamke umeolewa, huo ni mpango wa Mungu. Mwanaume unafika mahali tu utaoa, na mwanamke unafika mahali tu utaolewa. Lakini sasa inapoanza kufika mahali sasa mnaanza kuwaza kuachana, manake ninyi mnakuwa kinyume na Mungu. Kwamba mtu asiye pamoja nami, aliye pamoja na Mungu ni yule anayeangalia ndoa yake isivunjike. Kwa sababu Mungu anachukia kuachana. Kwamba mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu. Na mtu anayewaza kubomoa ndoa yake, manake huyo mtu iko kinyume na Mungu. Unapingana na Mungu. Sasa andiko linamalizia kusema kwamba na mtu asiye kusanya pamoja nami utapanya. Je, wewe ukoje? Ndoa yako umeikusanya? Yaani mpo pamoja na mkeo au mumeo? Mko pamoja? Mna nia moja? Mnaishi pamoja? Mipango yenu mnapanga pamoja? Mnasikilizana kweli? Au ndiyo imevurugika kabisa? Au ndio mnataka kuigawa vipande vipande? Unaweza kujiuliza tu, ni swali simple, short and clear. Je, mimi nimeoa, ninaishi maisha ya ndoa au namna gani? Na kama umekosea, mimi ninakushauri tu leo kwa unyenyekevu, kwa utiifu, kama mtumishi wa Mungu, rudi kwa Bwana. Tubu. Itengeneze njia yako ili uwe pamoja na Mungu. Kama ulikuwa unawaza kuvunja ndoa, rudi kwa Yesu, utubu. Kama unawaza kuvunja ndoa yako, kumbuka kwamba wewe hauko upande wa Mungu, uko upande wa shetani. Kama unawaza kuvunja ndoa yako, kumbuka kwamba wewe uko upande wa shetani. Kwa sababu shetani yeye anataka wewe uvunje ndoa ili upingane na gisi Mungu anataka. Upingane na agizo la Mungu. Kuvunja ndoa ni kupingana na Mungu. Mungu anachukia ndoa kuvunjika. Kwa hivyo ni kusema kwamba ikiwa wewe unapenda ndoa ivunjike, manake wewe unapingana na Mungu. Manake wewe uko kinyume na Mungu. Manake wewe uko
upande wa shetani. Shetani ndiye anapendaka ndoa zivunjike. Shetani ndiye anapendaka ndoa ifanye nini? Ivunjike, shetani. Lakini Mungu anapenda ndoa iwe ya amani. Anasema kwamba ninayo mawazo ninayowazia ninyi, mawazo ya amani. Kitabu cha Yeremia tulisoma hivyo, Yeremia 29, kwamba Mungu anatuwazia mema. Kwa hivyo tukiwa katika ndoa, Mungu anatuwazia nini? Mema. Mungu anatuwazia mema. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nataka nikueleze hivi. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili kulinda ndoa yako au kuiponya ndoa yako. Kuna mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili kuiponya ndoa yako. Kwa sababu ndoa ni mpango wa Mungu, haistahili kuvunjika. Kwa hivyo lazima kuna mambo tuyafanye ili tusivunje ndoa. Yapo mambo mengi tu ambayo tunaweza kuyafanya ili tusivunje ndoa. Jambo la kwanza, ili ndoa yako isivunjike. Jambo la kwanza, ili ndoa yako isivunjike, mruhusu Mungu aitawale ndoa yako. Jambo la kwanza, ili ndoa yako isivunjike, mruhusu Mungu aitawale ndoa yako. Hilo ndilo jambo la kwanza. Na kwa sababu gani hiyo? Ndoa nyingi kwa nini zinavunjika? Ni kwa sababu hawajamruhusu Mungu kutawala ndoa zao. Kwa nini ndoa inafikia kuvunjika? Ni pale tu kama mjamruhusu Mungu atawale ndoa yenu. Lazima tu itavamiwa na adui, na adui atawachezesha vibaya sana. Haijalishi unadai kwamba umeokoka. Haijalishi hivyo. Haijalishi unakwenda kanisani kila siku. Haijalishi hivyo. Kama kuna kitu kikubwa sana unachotakiwa kuhitaji katika ndoa yako, ni kuhitaji Mungu atawale ndoa yako. Mungu atawale ndoa yako. Kumbuka Mungu ni mtawala. Kama kuna kitu kikubwa anachotamani pia Mungu akifanye, na ni halali yake akifanye, ni kule Mungu anataka kutawala kila kitu kilichoko duniani. Kwa sababu ni yeye ndiyo muumbaji. Na kama anataka kutawala kila kilichoko duniani, kumbuka huyo Mungu anataka pia atawale ndoa yako. Hivyo kilichoko duniani na mbinguni, hata na chini ya nchi, Mungu apenda atawale kila kitu. Sikiliza neno moja ambalo nataka niseme. Wanafunzi wa Yesu walikuja kwake, wanamuuliza, Baba, tufundishe kusali. Hivi wanafunzi wa Yesu walikuwa hawajui kusali? Walikuwa hawajui kuomba? Mpaka wanakuja kwa Yesu, tufundishe kuomba. Hivi walikuwa hawajui kuomba kweli? Lakini Yesu anawafundisha jambo moja, kwamba mkiwa katika kusali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Inaendelea kusema, utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Hiyo ni kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 9 hadi 13. Lakini kuna neno moja ambalo nataka niliokote pale. Neno hili ni kule kusema ufalme wako uje. Kwa hivyo tunaposema ufalme wako uje,
tunauita ufalme wa Mungu uje wapi? Haleluya. Ufalme wa Mungu uje wapi? Ufalme wa Mungu uje katika ndoa yako. Uje katika ndoa zetu. Hapa nataka kumaanisha kwamba wakati tunaomba au wakati tuko katika ndoa, tuombe ufalme wa Mungu uje katika ndoa yetu. Mungu ndiye awe mtawala wa ndoa yetu. Mungu ndiye atawale ndoa. Utanielewa ninapoendelea. Sababu nataka kumaliza. Sikiliza neno hili. Neno mfalme ni tofauti na neno ufalme na mfalme ni vitu viwili tofauti. Neno mfalme maana yake ni nini? Ukisema neno mfalme maana yake ni eneo linalotawaliwa na mfalme. Na neno ufalme maana yake ni serikali ya mfalme ndiyo inayomiliki na kutawala kwa kuweka utaratibu wake mahali husika. Sijui kama unanielewa pale. Ni maneno mawili tofauti. Mfalme na ufalme ni maneno mawili tofauti. Mfalme na ufalme ni maneno haya mawili tofauti. Nimesema hivi. Neno mfalme maana yake, ili neno mfalme, labda mtu mmoja hajanielewa hapa. Neno mfalme utanielewa tu. Nadhani utanielewa tu. Utanielewa vizuri sana. Narudia haya maneno mawili kwa sababu yanaleta changamoto kwa watu. Mfalme na ufalme. Na tunaposema mfalme maana yake ni cheo. Ni cheo. Tunaweza kusema mtu ni mfalme. Mfano, mfalme wa Uingereza. Mfalme maana ni mtu anakalia kiti cha ufalme. Mfalme fulani anakalia kiti cha ufalme. Sasa nini maana ya ufalme? Ufalme, ili neno ufalme maana yake, neno ufalme maana yake ni eneo linalotawaliwa na mfalme. Ndiyo maana ya neno ufalme. Ufalme maana yake ni eneo linalotawaliwa na mfalme. Lakini lina maana yake nzuri kwa upana, ni kwamba ni serikali ya mfalme ndiyo inamiliki na kutawala, kuweka utaratibu wake mahali husika, kama nilivyosema awali. Haleluya. Ama linalotawaliwa na mfalme. Sasa hapo naanza kuamini kama unanielewa vizuri. Naanza kuona unanielewa vizuri. Sasa wakati tunasema kwamba uruhusu utawala wa Mungu katika ndoa yako, tunamaanisha kwamba Mungu aulete ufalme wake katika hiyo ndoa yako, ili ipate kutawaliwa na Mungu wa mbinguni, Mungu aliye hai. Yesu Kristo awe ndiye mtawala wa ndoa yako. Na ukiangalia utaona kwamba ndoa nyingi zinaharibika ni kwa sababu utawala wa Mungu haupo katika ndoa hizo. Manake nini? Manake ufalme wa Mungu haupo kwenye hizo ndoa. Manake wanandoa hawaruhusu utawala wa Mungu uchukue nafasi. Na ndoa nyingi zinaharibika, haijalishi mmeokoka.
Haijalishi mlibatizwa kwa maji mengi kiasi gani. Lakini unakuta watu wengi wako makanisani ila tu bado ndoa zinaharibika. Ndoa zinaharibika. Lakini wameokoka hao. Wanaimba kwaya kanisani. Ni mzee wa kanisa. Ni mwalimu wa kanisa. Ni mchungaji. Lakini ndoa inaharibika. Ndoa inakufa. Kwa sababu gani? Utawala wa Mungu haupo kwenye ndoa. Hiyo inasababisha ndoa yako haina amani, ndoa yako haina furaha, upendo umepoa. Mama wa nyumba hawezi tena kumtii mumewa. Kwa sababu gani? Utawala wa Mungu haupo. Sikiliza kitabu cha Warumi 14:17 anasema nini? Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo utawala wa Mungu ukitawala ndoa yako, nini tunapata pale? Tunapata haki. Tunapata amani. Tunapata furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hivyo utawala wa Mungu sio kula wala kunywa. Utawala wa Mungu ukifika, haki inapatikana. Utawala wa Mungu ukifika, amani inapatikana. Utawala wa Mungu ukifika, furaha inapatikana. Tunda la Roho. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na ukiangalia hayo sasa, ndipo unagundua kumbe katika ndoa kitu cha kwanza tunahitaji utawala wa Mungu. Haleluya. Tunahitaji kumruhusu Mungu atawale ndoa. Mungu atawale ndoa yako. Mtu wa Mungu, ukimruhusu Mungu atawale ndoa yako itakuwa salama. Ndoa yako itakuwa salama sana. Kitabu cha Isaya, tumalizie na kitabu cha Isaya ambacho kinasema hivi. Isaya 32 mstari wa 17. Anasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Maneno magumu lakini utayaelewa vizuri. Na kazi ya haki itakuwa amani. Tunaenda vizuri sana. Kumbuka Mtume Paulo kwa waraka wake kwa kanisa la Rumi anasema kwamba ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki. Nini ndoa ikipata haki? Haki ikiwa katika ndoa, haki ikiwa katika ndoa. Haki ikiwa katika ndoa, hiyo haki inaleta amani. Haki inazaa mazao ya haki. Yatakuwa ni utulivu. Ndoa itakuwa yenye utulivu. Utulivu tena ule utulivu wa kipekee. Haleluya. Alafu na kazi ya haki ni matumaini. Ndoa inakuwa na matumaini saa zote. Matumaini ya furaha. Matumaini ya upendo. Matumaini ya utu wema. Matumaini ya kuheshimiwa. Mume anajua tu niko kwenye nyumba hii, mimi ndio king. Mume anajua kwamba hakuna kitu mwanamume anapenda ndani ya nyumba kama kuheshimiwa. Lakini mwanamke naye hakuna kitu anapenda katika nyumba kama kupendwa. Kupendwa. Mwanamke anayeolewa anapenda apendwe.
Lakini mwanamume anapenda aheshimiwe, anapendwa apewe nafasi ya kichwa, kwamba yeye ni kichwa, na kwa sababu yeye ni kichwa anatakiwa anahitaji kuheshimiwa. Na kwa sababu kama atumruhusu Mungu atawale, mume atapoteza utiifu kutoka kwa mke wake, na mke atapoteza upendo kutoka kwa mumewe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ili ndoa yako iwe salama, lazima uruhusu serikali ya mbinguni yenyewe itawale ndoa yako. Uruhusu haki ya Mungu ndiyo itawale eneo lote la ndoa yako, na ndoa yako itakuwa salama. Ndoa yako itakuwa salama. Kinyume cha hapo, msitarajie amani. Kinyume cha hapo, msitarajie furaha. Kinyume cha hapo, msitarajie matumaini. Usipomruhusu Mungu kutawala ndoa yako, na kuhakikishia hiyo ndoa si salama. Hiyo ndoa adui shetani atakuja, na kesho hiyo ndoa itabomoka. Na ikibomoka hiyo ndoa, tayari ninyi mtakuwa watenda dhambi, kwa sababu mtakuwa mmemchukiza Mungu. Mtakuwa mmemchukiza Mungu. Haleluya. Bwana akubariki sana, Bwana akutie nguvu. Natumai mpaka hapo utakuwa umenielewa kidogo, hata kama muda wetu unaenda kuisha, lakini tutaendelea na kuendelea kuelimishana kwa ajili ya maisha ya ndoa. Kumbuka kwamba ndoa ni kuishi maisha ya ndoa. Mungu anachukia kuachana. Wakati mmeachana na mume wako, kumbuka kwamba umekuwa kinyume na Mungu. Utaenda kanisani miaka yako yote, lakini Mungu anachukizwa na kuachana. Utahubiri sana mkanisa, hata kama utahubiri na upako kiasi gani, lakini kumbuka ile dhambi ya kumchukiza Mungu, kwamba mumeachana, iko pale pale. Usiachane na mume wako, usiachane na mke wako. Mpende mke wako, mtii mume wako, na mruhusu utawala wa Mungu, serikali ya mbinguni itawale ndoa yenu, nanyi mtabarikiwa, na Bwana akubariki. Amen. Amen. Tukutane katika somo lingine. Asante.